Mpenzi subscriber, natumai mahali popote ulipo uko mzima kufikia sasa. Asante sana kwa wale ambao wamesubscribe. Wale hawaja subscribe, naomba mfanye hiyo ili tuinuane, tujenge hii channel. Kufikia sasa nimepata subscriber 1506. 1506 so far. Thank you so much. Thank you so much kwa wale ambao kwamba wamesubscribe. Pesa subscriber. Bila kupoteza wakati, mambo ya Somaliland imepamba moto. Ukiangalia kwa mitandao jamii ya Wasomali, asilimia kubwa ya Wasomali wanaunga mkono Palestina, haki ya Wapalestina. Jamii kubwa ama asilimia kubwa ya Somali wamekuwa wakiunga mkono wa Palestina wapate haki yao na wawe na nchi yao huo. Hiyo ndio msimamo ambao kwamba wako nayo. Asilimia kubwa ya Wasomali, ya jamii ya Wasomali, hawapendi kile ambacho kwamba wanasema kukandamizwa jamii ya Wapalestina na Israeli. Kwa hivyo Wasomali hawapendi, asilimia kubwa hawapendi Waisraeli, ama hawapendi hatua ya Israeli kuwapiga ama kuwamaliza ama kuangamiza jamii ya Wapalestina. Sasa Israeli kukuja na kuitambua Somaliland, nchi ambayo imejitenga katika himaya nzima ya Somalia, hii imewaghadhabisha asilimia kubwa jamii ya Wasomali kote dunia mzima. Tembea kwa mitandao uone maneno vile iko moto. Mambo yamepamba moto kabisa. Mambo yamepamba moto. Jamii ya Somali ama serikali ya Somalia kupitia ubalozi wake kule Umoja wa Mataifa waliitisha mkutano ya dharura ya Umoja wa Mataifa kujadili. Karibu nchi zote zilipinga na kukashifu hatua ya Israeli kuitambua Somaliland. Nchi moja tu iliunga mkono wa Israeli, na ni Marekani. Na kama hivyo tunajua kama vile mimi nilivyowaambia, Israeli ni Marekani ni Israeli. Akifanya lolote, Marekani anasimama naye na Israeli. Mpenzi subscriber, jamii ya Wasomali kama vile nilivyosema duniani mzima, saizi wako katika hali ya kurushiana maneno wao kwa wao, malumbano wao kwa wao, wanakemeana wao kwa wao. Bonge la zogo linaendelea kwa sababu yule adui ambao kwamba walikuwa kimkataa kule Israeli tayari ameingia kwao. Umeshaona mpenzi sasa? Mimi nilikuwa nasema wasimsukume Israeli, wamsukume Umoja wa Milki za Kiarabu, kwa sababu Umoja wa Milki za Kiarabu ni daraja, ni chombo ambao kwamba wanatumiwa kuingia kupenya katika nchi za Kiislamu. Umoja ama United Arab Emirates
kwa sababu hao ndo waliingia kule wakajifanya wao ndo wanaweka inaitwaje, wanajenga mabarabara, wanaenda wanatengeza ukulima Madina, ni kumbe tayari wameingiza Mossad kitambo. Waisraeli wameshaingia kitambo. Kwa hivyo huu muda wote Israeli katika eneo, katika ile mpaka wakuja wakatengeza ile inaitwaje, wamekambi ya Berbera. Kuna kambi inaitwa Berbera, hiyo kambi ya Israeli. Kambi imewekwa tu ile mficho ati ya Umoja wa Milki za Kiarabu. Na wakaweka hapo na mahali inaitwa port karibu na bahari kabisa, inaangalia wapi? Inaangalia Yemen na mnaiti. Meli zikikuja za biashara ya nini, lakini hiyo kambi ambayo iko na uwanja wa ndege ya kijeshi, ambayo ina uwanja jeshi kuu, ndege inaweza kuingia kubwa kabisa, ile ndege ya abiria inaweza ni hapo, ambayo ina kilomita 3. Ile barabara ya ndege kilomita 3, si mchezo. Alafu chini kama vile nimesema katika ile video yangu ya kwanza nyingine, mfuatilie msikie vile nimesema, wakati Umoja wa Milki za Kiarabu anaendelea kushughulika huko nini, kumbe walikuwa wanafanya mambo zao kisiri, wakiungana mkono na Wayahudi Israeli na Mossad. Sasa unaona watu wakikuja, watu wa msaada wazungu kutoka nje, kwanza fikiria, msafiri tu wanawatengezea barabara, sijui wanatengezea sijui nini, uwanja wa ndege sijui nini, wako na lengo lao. Kuna mambo wanafanya kisiri. Sasa Umoja wa Milki za Kiarabu walitumiwa na Wayahudi ili kuingia katika Somaliland, na tayari wamechimba mahandaki, wameweka vitu vyao vya kijeshi nini, hata ipigwe bomu namna gani kule chini ya ardhi, karibu tu na bahari hivi, na karibu inaangalia wapi? Yemen. Bomu haiwezi kapenya sehemu hiyo. Sasa unafikiri Mwisraeli atatoka? Ndio, Marekani anaweza kutoka kama vile alifanywa kule Mogadishu, lakini Mwisraeli Myahudi atatoka? Hiyo ndio makosa ambayo nchi za Kiarabu, Qatar, Saudia, Egypt na nini walitekeleza Somalia. Ndio Mwisraeli na Marekani amepata fursa ya kuingia, na hiyo mahali, sehemu ambapo ni mahali muhimu sana, kwa sababu hapo ndio meli zote za biashara zinapita hapo. Unaona hatari, na hapo wanaangaliana uso kwa uso. Yemen iko pale karibu sana. Unaona maneno ya saizi wa Somali wanalaumiana. Acha tembea mtandaoni uone vile maneno imewaka moto, imepamba moto. Mpenzi subscriber, mimi siwezi kusema maneno mengi, mimi nawaletea tu. Kumbuka hiyo kambi ambao Waisraeli tayari wameshatengezwa, inaitwa Berbera, iko pale. Kuwatoa hapo ngumu. Hiyo miaka yote walikuwa wakitengeza, wakiunda chini kwa chini ya ardhi kule. Hii kuja kusema wanatambua nchi ya Somaliland, tamko hili ni kuizundua rasmi. Tayari wameshafanya. Sasa ndio wameitambua, ndio waingie. Walishaingia kitambo, wamemaliza kazi yao, wameandaa kila kitu yao, wameweka vifaa vyao, ndio wametambua rasmi. Penzi subscriber, semi kitu
bwaga comment hapo. Mimi ni The One Man Army TV. Walio subscribe hapa, asanteni. Kama hauja subscribe, tafadhali subscribe. Uniinue mkono angalau ni pande kidogo. Hivi sasa niko na subscribers 1506. Asanteni kwa wale ambao wamesubscribe. Wale hawaja subscribe wafanye hivyo ili tupate kusonga mbele. Mimi ni The One Man Army TV. Tukutane katika video nyingine.